Hujambo rafiki zangu wa maandiko. Mimi ni mwongozaji wenu katika safari hii ya Mwanzo hadi Ufunuo. Leo tunafuata hadithi ya mapigo ya Misri yanavyoendelea. Kutoka sura ya 8 hadi ya 9 tunaona Mungu akiongeza nguvu yake dhidi ya Farao na miungu ya Misri. Tunaona viura, inzi, ugonjwa wa wanyamapori na majipu makubwa. Lakini mambo muhimu zaidi ni yale tunayokosa mara nyingi: jinsi wachawi wa Farao walivyoshindwa, jinsi Mungu alivyowaokoa Waisraeli kutoka mapigo mengine, na jinsi mazingira yalivyoharibiwa kwa sababu ya ukaidi wa dhambi. Hebu tuangalie maandiko yenyewe. Kutoka 8:1-4 yasema, Bwana akamwambia Musa, mwende kwa Farao umwambie, Bwana asema hivi, waache watu wangu waende wakaniabudu. Lakini ukikataa kuwaruhusu, tazama, nitapiga nchi yako yote kwa viura. Na kutoka saa 8:18-19 wachawi wakajaribu kufanya vivyo hivyo kwa uchawi wao, ili watoe chawa, lakini hawakuweza. Wachawi wakamwambia Farao, hii ni kidole cha Mungu. Maneno muhimu, hii kidole cha Mungu. Hata adui walikubali kwamba hii si nguvu ya kawaida, ni nguvu ya Mwenyezi. Kuna mambo matatu muhimu tunayokosa katika hadithi hii. Kwanza, wachawi wa Misri waliweza kuiga pigo la viura, lakini hawakuweza kuondoa viura hata mmoja. Hii inaonyesha mipaka ya nguvu za giza. Pili, kuanzia pigo la 4 la inzi, Mungu alisema, nitafanya utofauti kati ya watu wangu na watu wako. Waisraeli hawakuumizwa na mapigo mengine. Tatu, mazingira ya Misri yaliharibiwa kabisa, maji yakawa damu, viura kila mahali, chawa na inzi, wanyamapori wakafa. Hii inaonyesha jinsi dhambi inavyoharibu kile ambacho Mungu alikifanya kizuri. Tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho katika sehemu hii. Kwanza, kutoka uweza wa uchawi hadi ushindwa wake, wachawi wa Misri walikubali hii ni kidole cha Mungu. Pili, kutoka hukumu za jumla hadi utofauti wa Mungu, Mungu aliwaokoa watu wake wakati akiwahukumu adui zao. Tatu, kutoka mazingira mazuri hadi uharibifu wa dhambi, nchi ya Misri iliharibiwa kwa sababu ya ukaidi wa Farao. Haya ni mafunzo muhimu. Mungu ni mkuu kuliko nguvu zote za giza, anaweza kuwaokoa watu wake katikati ya hukumu, na dhambi huharibu kile ambacho Mungu alikifanya kizuri. Wanyamapori walikuwa mashahidi wa matukio haya ya kutisha. Hebu tuwasikilize wakizungumza. Tuliitwa na Mungu tukaja katika mji wa Farao. Tulisikia wachawi wakijaribu kutuzalisha kwa uchawi wao, lakini hawakuweza hata kutuondoa mmoja wetu. Ni ajabu jinsi binadamu walivyopewa akili lakini wanatumia vibaya. Sisi tulisafiri kila mahali katika Misri, isipokuwa Gosheni, mahali Waisraeli walipokaa. Tulichunguza kila nyumba za Kimisri, lakini hatukuweza kuingia katika nyumba za watu wa Mungu. Ajabu gani! Mungu anaweza kutuweka popote, lakini pia anaweza kuwalinda watu wake. Sisi tuliumia na kufa kwa sababu ya ukaidi wa Farao. Binadamu hawa walivyopewa jukumu la kutulinda na kutuhudumia, lakini kiburi chao kilituletea mateso. Roho zetu zinalia kwa sababu ya utengano uliokuja kati ya Mungu na binadamu. Ni nini tunaweza kujifunza kutoka mapigo haya? Kwanza, Mungu ana subira, lakini hukumu yake inakuja. Farao alipewa nafasi nyingi za kutubu, lakini alikataa. Sisi tunapaswa kutubu mapema kabla ya hukumu. Pili, Mungu anawalinda watu wake katikati ya majaribu. Kama alivyowaokoa Waisraeli, atatulinda sisi pia. Tatu, dhambi huharibu mazingira yetu. Kama Misri ilivyoharibiwa, dhambi yetu inaathiri familia zetu, jamii zetu na mazingira yetu. Tunafaa kuomba ili Mungu atuongoze katika utii badala ya ukaidi. Tuombe. Baba wa anga, tunakushukuru kwa subira yako na ulinzi wako. Tusaidie tuwe watu wa utii badala ya ukaidi. Tutengeze ili tuwe wakuu wa kuomba kwa ajili ya wale wanaosonga mbali nawe. Katika jina la Yesu, amina. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.